kamili. Amina. Mimi niliondoka saa ngapi hapo? Sasa. Amina. Baada ya kukupa mafuta umefanyaje naye? Nimempaka sehemu nilizoniagiza, kifuani, miguuni, pamoja na paji la uso. Baada ya hapo nilipomwacha niliona anasema kidogo anahisi nguvu lakini hakuweza. Nguvu ikarejea kidogo kuanzia kichwa, shingo ikakaza, mikono ikaanza kuweka kukaa pamoja, pia miguu ikaanza kushikamana, baada yake akasimama. Wangapi walikuwepo jana usiku wa kelele? Punga mkono kama unanielewa. Punga tena mkono tunataka kuelewa. Punga tena mkono. Wangapi walikuwepo jana? Wangapi walikuwepo jana? Sija kuona bado. Sija kuona bado. Nitatangaza wema wake Bwana wa mataifa mbalimbali. Nitatangaza wema wake Bwana wa mataifa mbalimbali. Nitatangaza wema wake Bwana wa mataifa mbalimbali. Mataifa yote waimbe na kumsifu Bwana. Waimbe na kumsifu Bwana. Mataifa yote waimbe na kumsifu Bwana. Waimbe na kumsifu Bwana. Mataifa yote waimbe na kumsifu Bwana. Haleluya. Waimbe na kumsifu Bwana. Makabila yote waimbe na kumsifu Bwana. Waimbe na kumsifu Bwana. Hapo kaketi. Haleluya. Kama ulikuwepo unakumbuka kilichotendeka, nilitabiri pia juu ya maisha ya huyu mtoto tangu akiwa mimba, namna ambavyo mama yake alikutana na mapingamizi mengi na adui alikuwa anawinda nyota ya huyu mtoto mapema zaidi, lakini Mungu alisema kwamba kimponya sasa hata poza wala hata rudi chini tena. Amen. Pole sana. Asante. Ukiwa katika hali ile huwa unakuwa na akili timamu, kwa sababu jana nilikuwa na kuongelesha unaongea lakini huna uwezo wa kufanya chochote, mwili wote umepoza. Ulikuwa unasikia maumivu au unapoa tu? Niliona vinaishaga nguvu. Na unakuwa huwezi kila kitu. Ndio. Yesu aliniambia jana mengi kuhusu wewe na nitatoa maelekezo. Na yale mafuta uliyopakwa jana ni mafuta ya ukombozi. Aliyekusababishia hivi vitu alianza ukiwa tumboni mwa mama yako kufanya uadui na wewe. Lakini Yesu amekuponya, hautakataliwa tena. Lakini jambo kubwa na la heshima ni kwamba mchawi aliyehusika na haya mambo, awe ni mganga awe mchawi kwa jina lake, atafiwa na mtoto wake wa kwanza. Mapema zaidi baada ya mkutano huu. Kwa sema yeye. Yule si mdogo wako, si dada yako? Dada mdogo. Unampenda sana. Kwanza kamkumbatie dada yako, anakupenda sana. Amen. Nilimwona huyu binti sura yake jana,
nilipomwangalia mdogo wake nikauona upendo wa kweli wa ndugu ndani yake. Mungu akuheshimu sana binti yangu. Endelea na huo moyo, utakuwa mtu wa maana sana siku moja. Umemleta ndugu yako pamoja na mama, Mungu amemtendea mema, hata ugua tena maisha yake yote. Kuna jambo gani la kusema kuambia watu wanaokutazama na wanaokusikiliza juu ya muujiza uliouona leo? Ninachopenda kusema, mtu anapotoka nyumbani kwake asiseme enda kujaribu, apandishe tu kiwango chake cha imani. Mungu yupo, anasikia mahali hapa ni madhabahu hii. Asante sana. Twende kwa amani, baadaye nitaongea nanyi. Au mama una neno la kusema? Natosha, kwa baadaye tutaongezea. Mtaongezea baadaye? Asante sana. Wewe una miaka mingapi? 9. Ongea neno. Una neno. Dada yako alikuwa amepooza.